Video inayomonyesha goalkeeper Patrick Matasi kwenye kashfa ya upangaji wa mechi almaarufu match fixing inaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Mchezaji huyo wa timu ya taifa ya Harambee Stars ambaye anajulikana kwa jina la utani kama Kenya One anaonekana akiwa ndani ya gari akifanya mazungumzo na mmoja ambaye inakisiwa ni wakala wa match fixing. I repeat again before the boss. Yes. This is a first deal. Yeah. I beg you. You know how we have done business with you. I know. I've never let you down. Yeah. You have never let me down. Me, my business with you, zero failure. True. Right? Yeah. So I give you whatever will be given to me, straight I forward to you. Okay. Okay? Okay. Immediately I forward to you. Yeah. I'll give you a phone call. Yeah. And boss will confirm you have received. Okay. Then deal is on. Okay. That first half, bro. Yeah. What we want must come. Yeah. Okay? Yeah. Then my deal should not go to Victor Muna Ochami alikuwa anaileta kumtafuta Kitego. Patrick Matasi Musosi kama ameshikwa na kifafa anatapatapa na ule mpira mwenyewe akauvusha katika line ile na kuwapa uongozi Ingwe, amewapa uongozi FC Leopards. La CAN 2017, c'est sa troisième CAN et il a une balle pour permettre au Sénégal de faire la différence. Sadio Mané qui frappe et Matasi qui arrête. Était-ce mal tiré? Sans doute, mais encore une fois Matasi s'emploie parfaitement. Ça fait 3 occasions nettes pour le Sénégal avec ce penalty et par 3 fois Matasi lit parfaitement les intentions sénégalaises. C'est parfaitement anticipé la Wakala huyo anaonekana akimpatia Matasi maelekezo kuwa hakikisha kwamba kipindi cha kwanza kinatamatika kwa sare. Na iwapo itatokea hivyo basi atapokea malipo yake kwenye simu kisha kumpigia bosi wake kudhibitisha ikiwa Matasi amepokea malipo hayo. Goalkeeper huyo wa timu ya taifa Harambee Stars anaonekana akikitengeza kichwa, ishara tosha kuwa amekubaliana na wakala huyo. Kwa sasa Matasi ana kandarasi na klabu ya Kakamega Homeboyz ambayo si mara ya kwanza wachezaji wake kuhusishwa na kashfa hii ya upangaji wa mechi. Mimi nataka mtu akuja na evidence atuambie kwamba Matasi alifix hii game na hii game alifix kama ni Kakamega Homeboyz na labda timu fulani, tujue ni timu gani alifanya. Kama ni kwa Harambee Stars, Matasi was the best goalkeeper. Na kama kuna makosa inapata watu, wale makosa yanazapatikana. Na sisi tunamtetea, makosa yanazapatikana kwa sababu ni mwanadamu. Kama kuna ule na evidence ya kuonyesha kwamba alifanya hiyo makosa, achukuliwe hatua. Na watu wanaweza kuchukulia hatua ni federation ama FIFA ama CAF. Sio tutoka Kakamega. Na mimi naambia kama Wakenya wote na nafikiri kwa watu wengi wataona wakiona hivi sisi mchezaji ako mazoezi na tena akosi achelewi na ako sawa. Hata weekend hii niko na hope kwamba Matasi ndiye atakuwa kwenye goal kwa sababu naona kwa ile games zimekwisha alikuwa na clean sheet. Mpata sisi kwamba tumepata evidence federation imetuandikia ituambie kwamba mchezaji huyu ambaye anaitwa Patrick Matasi haruhusiwi kwa wakati wowote kuparticipate katika ligi ya Kenya. Hapo tutachukua jukumu tuseme federation imekataa. Lakini unaona kama federation imesema vizuri na imepeana email address yao kwamba yoyote ule ana ushahidi ya kutosha awaletee wachukue hatua. Hii ni baada ya kiungo wa timu hiyo George Mandela kupigwa marufuku ya maisha kutokana na kosa hili. Vile wachezaji wenzake Moses Chitati, Festus Okiring na Festo Omukote walipigwa marufuku ya miaka 4 kila mmoja. The 37-year-old was part of the national team which played home and away against Cameroon in their Africa Cup of Nations qualifiers last October, where Kenya lost 4-1 in Group J. The former shortstopper of FC Leopard and Tusker also featured in the national team which lost to Iran 2-1 in a friendly match played in Tehran in March 2023. Matasi was also part of the Kenya Police FC contingent which was bundled out of the CAF Confederation Cup by Zamalek in September 2024. The 6-foot-tall keeper spent 2 years at Kenya Police Sacco Stadium before setting base earlier this year at the current club Kakamega Homeboyz. In March 2023, a Kenyan and 2 foreigners were arrested for allegedly bribing Nairobi City Stars players to fix their top-flight game against Sofapaka. They were later charged in court and released after paying fines. In February 2023, 2 players from Mathare United were barred from taking part in any football-related activities
pending a match-fixing syndicate. In 2021, 6 players from Zoo Kericho FC were found guilty of match-fixing by FIFA Integrity Unit and were expelled from the Kenya Premier League. In February 2020, FIFA banned 4 Kenyan players, including one for life, for taking part in an international conspiracy to fix league matches. Hii ni baada ya Matasi kuruhusu magoli rahisi haswa katika mechi ambayo Kenya walipokezwa kichapo cha mabao 4-1 dhidi ya Cameroon. Aurélien Chedjou. Oui, je me souviens comme c'était hier, on allait à la Coupe du Monde et on a joué contre le Kenya sur leur installation et victoire camerounaise, hein, 3-1. Il a l'occasion de sortir le Cameroun du piège. Déjà, c'est fait. Quel sang-froid, quelle qualité technique. Le ballon qui vient embrasser la lucarne kenyane. Et oui, le danger vient de partout, même des latéraux. Cette frappe un peu écrasée, certes, mais Noutolo qui était à quelques centimètres de son deuxième but en sélection. L'université fait la force, à l'image encore là de ce ballon de Beu. Possible avec Bassogog Ongla qui va seul et qui marque. Le Cameroun avec tous ses talents qui fait complètement craquer le Kenya. Patrick Matasi en tête. Martin Ongla qui marque son tout premier but en sélection. Le Cameroun est plus fort sur le papier, oui, mais ce soir beaucoup plus fort sur le terrain que le Kenya. C'est sérieux, c'est appliqué, c'est talentueux et ça fait 2-0. Oui, Montre qu'il y a aussi du talent dans cette équipe avec le pied gauche magique d'Otieno sur la tête du 1m93 de Michael Olunga. 28e but en sélection pour le capitaine. Et au moment où le Kenya donnait le sentiment d'avoir pris un énorme coup sur la tête. Le dessus sur cet optimisme, on peut dire en tout cas de... Dans le alors. Il est à ses côtés et il ne lui manquait que ça. Il ne lui manquait qu'un but pour parfaire son match exceptionnel, extraordinaire. Bassogog est toujours là, éternel dynamiteur des Lions indomptables. Buteur pour sans doute asseoir définitivement cette victoire. 4-1. Régal. Régal, hein, oui, c'est le mot. Hein. Il n'arrête pas d'avancer, hein, Bassogog. Il n'arrête pas d'avancer. On a vu très vite, il a pris la décision d'accompagner Martin Onla sur cette contre-attaque éclair. Onla qui a récupéré le ballon parce qu'il a défendu en avançant.